siku ambapo Watanzania wanaadhimisha miaka 19 bila ya kuweko na kiongozi rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini pia kumbuka kwamba tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 1968 pia kulitokea na msiba ambao pia Watanzania wataendelea kukumbuka, na pia bila shaka tulikuahidi kwamba tutakuwa na Muhammad Saidi, mwanahistoria nguli hapa nchini pamoja na Afrika Mashariki kwa ujumla, kuweza kueleza haya na yale juu ya miaka hii 50 bila ya kuweko na Abdul Wahid Christy Sykes. Ni mmoja kati ya wazalendo wale 17. Tutakuja kuyajua mengi sana hapa, lakini kwanza nimkaribishe mgeni wangu ndugu Muhammad Saidi, karibu sana. Asante bwana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za siku nyingi? Khairi bwana, khairi. Basi nikukaribisha sana kwa mara ya kwanza kabisa wewe kuja katika studio za Mumu FM, mahala ambapo tumekuwa tukitumia uwanja huu kwa ajili ya kuweza kuelimishana kama ambavyo kauli mbiu yetu inavyosema, sauti ya taaluma. Na moja kwa moja kama ambavyo nimeanza kumtanguliza msikilizaji kwamba leo pamoja na kwamba tunaadhimisha miaka 19 ya bila kuweko Mwalimu Nyerere. Msikilizaji, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tarehe 24 mwezi Septemba mwaka 1999 alilazwa katika hospitali moja pale jijini London nchini Uingereza, hospitali ile ya Mtakatifu Thomas. Na tarehe 30 siku ya Alhamisi hali yake ilimzidi, na tarehe 14 tuliweza kumpoteza, aliweza kutangulia mbele ya haki. Na hivyo basi leo ni tarehe 14 mwezi wa Oktoba mwaka 2018, tayari ni miaka 19. Hebu tuanze na hili hapa, mzee Muhammad Saidi, kama ambavyo nimetoka kuzungumza hapa kwamba sasa ni miaka 19 bila ya Mwalimu Julius Kambarage. Tuanze kwanza kuzungumza Mwalimu Nyerere, alafu tutakuja sasa kuzungumzia sasa namna gani uhusiano wake na Abdul Wahid Christy Sykes, namna ambavyo kama ambavyo tutakuja kusikiliza baadhi ya vipande ambavyo Mwalimu Nyerere Novemba mwaka 1985, ikiwa na ni miaka kama 24 kamili vya uongozi wake katika taifa hili, na akaamua kuondoka na kuacha madaraka kwa watu wengine. Kabla hatujafika kule kupata vile vipande ambavyo walizungumza kwenye ile hotuba yake mwaka 1985 wakati akitimiza miaka 24, basi kwanza tumzungumzie Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Karibu sana Muhammad Saidi. Asante Rashid, nashukuru sana kuwa umenipa nafasi ya mimi kumwadhimisha baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Siku ya kwanza Mwalimu Nyerere alipopanda kwenye jukwaa, alikuja na ujumbe ambao kila Mtanganyika aliuelewa. Alikuwa na hoja mbili pale Mnazi Mmoja mwaka 54, tano imeshaundwa. Ndio anawaambia wasikilizaji wake, kutawaliwa ni fedheha. Kwa mtu atoke kwao alikotoka akuje kwenye nchi yako akutawale. Pili, akaambiwa Tanganyika, sisi hawa Waingereza wako nchini kwetu kwa dhamana, kuwa watusaidie tutakapofika katika hali ambayo sisi tunaweza kuchukua nchi yetu kuendesha, watupe uhuru wetu. Kwa hiyo sisi sasa tunadai uhuru wetu. Sikia bwana. Ndio. Hakuishia hapo. Sasa linakuwa jambo kubwa kabisa. Mwalimu Nyerere ni Mzanaki, kabila dogo sana. Aliweza vipi yeye kuunganisha makabila 120, na ndani ya makabila 120 yapo makabila madogo kama Wazanaki, na hapo makabila makubwa, wapo Wasukuma, wako Wachaga, wako Wanyakyusa. Hawa watu si kuwa makabila yao ni makubwa tu, na ina wasomi na makabila ambayo yana mali. Vipi TANU iliweza na Mwalimu Nyerere kwa muda mfupi sana hawa watu wote wakawa kitu kimoja,
na wakamtizama Mwalimu Kambarage Julius Nyerere kuwa huyu ndiyo kiongozi wetu, na wakawa nyuma yake mpaka uhuru kapatikana. Hiki ni kipande ambacho watu wengi na wanahistoria hawakitazama vizuri. Ndio. Lakini kwa mukhtasari, na nataka nimalizie hii, ni kuwa kabla Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kupanda juu ya jukwaa, ilifanyika kazi. Wale viongozi waliowakuta katika harakati walikuwa washatayarisha Watanganyika kwa jambo hili. Ndio. Naam. Kwa kazi ya Mwalimu Nyerere ikaja kuwa nyepesi sana paliposhuka madaraka ya juu mwaka 53 kuwa rais wa taa, na 54 wakaja na 5. Ishi hapa. Okay. Bila shaka msikilizaji utakuwa umempata vizuri Dr. Mohamed Saidi. Usinite daktari bwana, mimi si PhD bwana. Unajua nani hizi PhD pia na nafasi zingine, watu vyuo mbalimbali vinawatunukia watu. Sijatunukiwa na wewe sio mtu wa kwanza kutunukiwa. Basi msikilizaji, basi ngoja tukumbuke kwanza kidogo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anaeleza namna ambavyo alikutanishwa na Abdulwahid Clayton Sykes. Unajua, tuseme kidogo. Nikaambiwa wanipeleke, wakaniambia yuko jamaa moja Abdul Sykes, sasa ni marehemu. Abdul nadhani ndiye aliyekuwa secretary wakati huo. Nikapelekwa na Kasela Bantu na yeye aliteleza baadaye. Sasa hivi naye hatunaye hapa, na aliteleza, lakini alikuwa ni mwalimu mwenzangu, tulikuwa tumefundisha naye St. Mary's Tabora pamoja, ni mwalimu mwenzangu. Wakati nakuja hapa nimemkuta yeye anafanya kazi katika radio, nadhani alikuwa anafanya kazi katika radio Tanzania. Nikamkuta hapa, nikamuuliza Kasela, nani wanaendesha hapa African Association? Niambia nitakupeleka, yuko Abdul Sykes nadhani ndiye aliyekuwa secretary, akanipeleka kwa Abdul Sykes. Mzee Mohamed Saidi, bila shaka umemsikia Mwalimu Nyerere huyo wakati ule mwaka 1985 akizungumza na wazee wa Dar es Salaam pale. Ndio anaeleza sasa, angalau nimekupa hii angalau pale mahali hasa ambapo nataka kuendelea napo kutoka kwenye maneno haya kwamba yeye alifika pale na bila shaka alikutana na Abdulwahid Clayton Sykes. Nitaongeza tu pale hapo, mwalimu Abdul Sykes wakati ule alikuwa ni kaimu rais wa taa na katibu wake, kwa sababu yalitokea mapinduzi ndani ya taa mwaka 1950. Kuna mtu muhimu sana, sijui kwa nini wanahistoria hawajamtafiti. Huyu anaitwa Hamza Kibwana Mwapachu. Hamza Kibwana Mwapachu unaweza kusema ndiye mentor, yani ndiyo aliyewaibua hawa wote viongozi waliokuja kushika taa baada ya vita vya pili vya kwanza. Hamza alikuwa na kichwa kizuri sana. Kwanza kasoma medicine, uganga, alafu akaacha uganga akida kusoma social science chuo kikuu cha Wells Cardiff. Yeye Hamza alikuwa na uhusiano mkubwa sana na Fabian Society. Hawa Fabian Society katika chama cha Labour Party ya Uingereza. Hawa ni vijana ambao walikuwa kushoto, left of the leftist, siasa kali hawa. Na hawa wakipenda ile manake dunia nzima iwe huru. Nimeshuhudia barua mimi za Hamza Mwapachu za miaka 47. Anaandikiana na viongozi wa Fabian Society, wakipiana mikakati, zipo za barua. Sasa Hamza alikuwa rafiki yake Abdul Sykes, lakini kwa watu hao wote wawili, Abdul na Mwalimu Nyerere, alikuwa amewazidi umri zaidi ya miaka 10. Yakazaliwa mwaka 1913. Kwa hiyo alikuwa kwa wao ni kaka mkubwa. Sasa kuna mkutano ulifanyika nyumbani kwa Abdul, nyumbani kwa Hamza Mwapachu na Nsio,
Na kwa nini Hamza alikuwa anafanya kazi na Nsio? Ni kuwa mwaka 1950 Waingereza walitoa kama changamoto kwa Afrika, wakiwakusudia hata, hebu leteni nyinyi mapendekezo, mnataka nchi yenu tuitawale vipi? Ni mapendekezo mengi, lakini talitaja moja ambalo ndio muhimu. Wao wakatengeneza kamati. Kamati hii alikuwapo Dr. Vedas Keruzi kama president wa taa, katibu wake Abdul Sykes, alikuwepo Sheikh Hassan bin Amiri kama mufti wa Waislamu wa Tanganyika, alikuwepo Sheikh Saidi Chaurembo, alikuwa liwali wa mahakama ya Kariakoo, alikuwepo mwalimu Stephen Muhando. Huyu Stephen Muhando ni katika wale siasa kali katika taa, vijana watu wa mzee Mapacho hao. Alikuwapo na mzee John Rupia. Hawa kurekebisha mambo, vijana walipokuja na moto wao kuambia taratibu taratibu. Kamati hii ikatengeneza pendekezo. Na ukisoma kwenye kitabu cha Crawford Pratt, huyu Crawford Pratt alikuwa rafiki sana ya Mwalimu Nyerere, kaitaja hii document. Anasema katika document zote walizopeleka kwa serikali ilikuwa nzito ni hii, lakini atakupa siri yake. Kwa nini ile document ilikuwa nzito? Hamza alikuwa na rafiki yake anaitwa Al Seaton. Abdu alikuwa na rafiki yake anaitwa Al Seaton. Huyu Al Seaton alikuwa mwanasheria kutoka Bermuda, mtu mweusi kama sisi. Ndio. Akifanya kazi zake pale Moshi. Abdu akamwambia Seaton, sisi tunataka kutengeneza political subcommittee ndani ya tano. Nataka wewe utusaidie sisi, vipi sisi tutapambana na Uingereza, sio hapa Umoja wa Mataifa, kwa sababu kule ndiko waliowaleta hawa. Sasa Seaton akawa kama mshauri wale kamati ya siasa, ingawa hawataji. Huwezi kumwona mahali popote, nimekutajia wale wajumbe. Seaton sikumtaja, lakini Seaton ndio alikuwa anatoa ushauri wote wa kisheria kwa taa. Sasa ile ilipotoka ile, Waingereza kwenda pana, sasa tunaingia kwenye ngazi nyingine na Afrika. Hawa watu sasa wanaweza kutawala kama wanaweza kufanya mambo kama haya. Na fikiria hawa wote walikuwa ndani mle ni watu wenye kisomo kizuri. Sikia bwana. Sasa lakini nia hasa ya TA Political Subcommittee ilikuwa kuja kuunda tano. Kwa nini tano ikuundwa? Kwa 50 mpaka 50. Kwa nini tano ikuundwa kipindi hicho? Nitakueleza. Lakini Mzee Mohamed Saidi, napenda sana kuniita dokta. Aita dokta bwana. Dr. Mohamed Saidi. Kabla ya hapo, kwanza Watanzania ambao kwa sasa wanatutegea sikio. Naam. Ambao wanatutegea sikio. Naam. Ni kama vile tumewaacha maeneo fulani. Watu mara nyingi sana, hasa tukirejea hii hotuba ambayo ni maneno machache sana, kwa nini watu wa historia mnasema katika miongoni mwa mambo mengi ambayo wazee wa Dar es Salaam na wazee wa Tanzania wa Tanganyika, lakini pia na Abdul Wahid Christ Sykes. Yeah. Watu kwanza wanataka kufahamu huyu aliingiaje kwenye siasa. Abdu maana kuna Abdu, kuna Ali, kuna Abasi. Huyu Sykes amekuwa mashuhuri sana, hasa katika tangu kile kitabu chako cha maisha na nyakati za Abdul Wahid. Kitabu hiki. Tangu kitoke hiki kitabu, huyu amekuwa ni mashuhuri sana miongoni mwa Watanzania. Sasa kabla hatujenda mbele, tuanze tumueleweshe japo kwa uchache sana msikilizaji amfahamu huyu Abdul Wahid Christ Sykes, uhusiano wake, aliingiaje kwenye siasa. Rashid, siku zote mimi walaumu wanahistoria wetu. Ndio. Nasema wanahistoria wetu nyinyi, kwa kumwacha kumtaja Abdul Sykes katika historia tano, mnapoteza historia ya zaidi ya nusu karne ya historia ya mapambano ya Tanganyika. Ndio. Ukitaka kumleta Abdul Sykes, kwanza umlete baba yake Christ Sykes. Christ jina lake ni Christ Abdallah Sykes, lakini lilovuma sana ni Christ Sykes. Christ yeye mwaka wa 24 alikutana na mtu mmoja anaitwa Dr. Agrey kutoka Ghana. Aliletwa na Uingereza mwaka 24 kuja
kushauri serikali kwenye kamati inaitwa Phelps Commission, kwenye kamati waangalie vipi wataboresha elimu ya mtoto wa Kiafrika. Dr. Gray alikuja mwaka 24 akakutana na Clark Sachs na wasomi wengine wakati ule. Clark Sachs kwa wakati wake alikuwa ni msomi, ingawa alikuwa amesoma mpaka darasa la 6, akaingia kwenye jeshi, akachukuliwa kwenye jeshi la Ujerumani. Nakumbuka alikuwa anakipiga sana Kijerumani ile na Kiingereza, akaja akifundisha Kiingereza, alikuwa anajua Kijerumani na Kiingereza. Ni mtu ana akili safi sana. Kleist akakutana na Gray. Dr. Gray akamwambia, Kleist, nini hapa? Mna umoja wote ya Afrika? Akamwambia, wana hatuna. Akasema, vipi bwana? Mtakaje hivyo? Kwa sababu wakati ule kulikuwa na European Association, kulikuwa na Indian Association, kulikuwa na Arab Association. Waafrika walikuwa hana association. Lakini ilimchukua Kleist miaka 5 mpaka 1929 akakutana na wenzake. Kleist kwenye nyumba ipo mpaka leo Dar es Salaam, Mtoa Masasi. Hiyo nyumba baadaye ilikuja kununuliwa na Europia. Ile nyumba ilikuwa ya Cecil Matola. Cecil Matola akachaguliwa kuwa president na Kleist akachaguliwa kuwa secretary. Na wajumbe wengine alikuwa Saidi Mpima, alikuwa pe Zibe Kidasi, alikuwa po Rawson Watsi, hawa watu mashuhuri maarufu wa Dar es Salaam. Ndio. Alikuwa po Selemani Majisu, alikuwa pia huyu Mzaki Manyema huyu. Ila Kilimantoka. Sasa pale wakaanzisha African Association. Ilichukua miaka 25 ipo African Association. Na ilifanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo sasa mnataka kuniambia Mzee Mohamed Saidi kulikuwa na African Association, European Association, Indian Association, Arab Association. Lejea ngine nakuja ile mjumbe mwingine alikuwa Mzee bin Sudi. Kwa sababu Mzee bin Sudi muhimu alikuja mwaka 33 akafa na ni Cecil Matola. Kwa hiyo nafasi yake aichukua Mzee bin Sudi, Mzee wa Kimanyema huyo. Na ana story kubwa sana katika mapambano ya uhuru. Naam. Sasa Abdu, hii African Association ilikuwa ndani ya nyumba yao. Ilikuwa ndani ya nyumba yao. Sasa alipokwenda vitani, walipokuwa vitani, Abdu alikuwa kwenye battalion ya 6 ya King's African Rifles. Akawaambia askari wenzake kutoka Tanganyika, sisi vita hivi vinakwisha 45. Walikuwa sehemu moja inaitwa Kalieni siku ya Christmas mwaka 1945. Wakisema mazungumzo kwa kia kenda, lakini siku ile ndo akaazimia. Tarehe 25 ilikuwa siku ya kuamkia, tarehe 24 kuamkia 25 siku ya Christmas. Vita vimekwisha. Askari wamefurahi na Waingereza wenyewe wamefurahi. Wameweka kwenye kambi pale India. Wakasema tukirudi nyumbani lazima sisi tuanzishe chama cha siasa tuwaondoe Waingereza. Na kama mwalimu alivyosema, na ile jina 5 lilizuka pale. Haya, ngoja basi kidogo tujikumbushe hilo. Tangu wakisema bana tubadili katiba, tubadili na jina. Tukahangaika sana kupata jina na hawa kina Abu Sykes. Jina lile hatukuligundua. Wao walikuwa wamelifikiria zamani kidogo kina Abu Sykes. Walikuwa Bama, alikuwa askari. Na kule waliwahi kufikiria kuanzisha chama. Na kusema kweli wao waliwahi kufikiria kabisa Tanganyika African National. Msikilizaji, basi ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, ndio tuendelee sasa hapo. Sasa waliporudi sasa. Kikatokea kitu ambacho ndio kilimnyanyua Abdu. Waliporudi Bama. Waliporudi kutoka Bama. Kulikuwa na mgomo wa mwaka 1947 wa makuli wa Dar es Salaam. Vurugu kubwa ilitokea. Na Abdu wakamchukua wao. Dar es Salaam ilikuwa ndogo. Abdu anamjua mtoto wa Kleist. Amesoma vizuri. Kama mtu ambaye alikuwa kiongozi wao.
Sasa ulipotokea mgomo ule mwaka 47 mkubwa na vurugu, mambo yalipotulia, Waingereza wakapitisha sheria kuwa sasa hebu anzisheni vyama vya wafanyakazi, wakapitisha sheria vyama vya wafanyakazi ili tuwe na mahali ambapo tunaweza serikali ikakutana na wafanyakazi wakajadili maslahi yao ya pande zote mbili, sio hii ya watu wanaingia mitaani wanafanya vurugu. Na hadithi wanasema siku ile walipofanya mgomo hawakumwambia Abdul Kasim kwenda kwenye mgomo, walimvamia nyumbani kwake alfajiri saa 11. Hiyo nyumba ndio alifikia aliyokuja alipoletwa Mwalimu Nyerere mtaa wa Sikukuu na Grey, zamani kitu mtaa Stanley kwa Grey, sasa hivi tuto Makisibwana. Watu wamejazana pale. Sasa Waingereza wakamchagua Abdu kwa Secretary General mwaka 1948 wa Dockworkers Union. Lakini mambo yakwenda vizuri. 49 kutokea mgomo mwingine. Sasa baba yake Mzee Kleist alikuwa anamwambia Abdu, na wakati ule msikia Mungu Mzee Kleist mgonjwa kwa kitandani, akamwambia Abdu, hii movement yenu inakuwa na vibaya sana hii. Nyinyi kila saa mtakuwa mnapambana na serikali. Kila saa, kwa sababu yeye mwenyewe Mzee Kleist alikuwa ameitwa kwenye commission ya kuchunguza matatizo ya vyama vya wafanyakazi. Wakati ule kwa wana vyama wafanyakazi, matatizo ya wafanyakazi wa Tanganyika mara hizi 3 alikuwa na mbele hizo commission za Uingereza. Ni mtu alikuwa barabara kabisa. Si kama wanahistoria wetu wanadhania kuwa hapa palilala palikuwa hapana siasa. Silikuwa siasa. Kulikuwa na siasa. Kwa nini nakwambia hivyo? Babu yangu Misalum Abdallah, yeye yumo humo. Na mwaka 55 yeye alikuwa raisi wa Tanganyika Railway African Union pamoja na Kasanga Tumbo. Kwa si kama mambo nakwambia kwa kusoma, yalikuwa ndani ya nyumba yetu. Unafahamu? Mwaka 55 wakati Mwalimu Nyerere anakwenda UN. Nitakuja kuelezea baadaye nini nilifanya. Sasa serikali ikapiga marufuku, ikavunja ile Tanganyika Dockworkers Dar es Salaam. Ndio. Sasa Abdu ndo pale akatoka sasa. Akaingia yeye Hamza anaona mambo yaendi. Na alikuwa president wakati ule ni Thomas Plantan. Huyu Thomas Plantan Abdu anamuita baba. Kwa upande wa ndugu za baba yake Wazulu ambao walikuja kutoka Msumbiji kuja kupambana na Mkwawa na Bushiri bin Salim. Sasa wakafanya mapinduzi. Fanya mapinduzi vipi? Waliingia ofisini kwa nguvu tu. Ndio vijana au hamasa za ujana. Ndio. Ndani ofisi wamemkuta yuko Clement Mtamila ambaye alikuwa katibu, wakamtoa nje kwa nguvu sasa tunachukua ofisi. Lakini watakisema bwana, serikali ikasema hamwezi kufanya mambo namna hii bwana. Unajua Uingereza wanasema sana wenyewe wanaitwa due process flow. Mambo iende sawa sawa. Ukaitishwa mkutano. Lakini kulikuwa na wazee wengine ndani ya mmoja wapo ni Schneider Abdullah Plantan, ndugu yake na Thomas Plantan ambaye alikuwa ndio rais. Mdogo mtu anataka kaka yake waondoke kwenye uongozi wa au apishe vijana. Vijana nani? Walikuwa na majina mawili. Dr. Karuza wa president, Abdul Sykes awe katibu. Na nitakwambia kwa nini. Ukiwa na Abdul Sykes katika chama chochote kile, ndio jua kuwa umewapata watu wa Dar es Salaam. Kwa nini? Walikuwa na influence kubwa sana kwa mambo ambayo walikuwa wanafanya, kwa sababu baba yake kwanza alikuwa kwenye Maulid Committee. Leo nikisema mambo haya watu hawawezi wakaelewa, hawawezi kuona ile nguvu ya Uislamu ilikuwa Dar es Salaam. Baba yake alikuwa kwenye Maulid Committee. Siku moja mwalimu wangu Sheikh Abdallah ananiambia anasema bwana, kuna mwaka hapa wazee waligombana kwenye Maulid Committee. Ikawa Maulid sisomwe. Basi mzee Kleist akasema haiwezekani Maulid sisomwe bwana. Nitasomesha hiyo Maulid peke yangu. Katoa pesa peke yake, zimechinjwa ng'ombe, umepikwa wali na Maulid imesomwa. Hii ndio nguvu yao ilikuwa.
Na vile vile baba yake alianzisha chama kingine mwaka 33, Al-Jamiatul Islamia fi Tanganyika. Sasa wanahistoria wetu hii ya Jamiatul Islamia hawajaifanyia uchunguzi, utafiti wa kutosha. Wanachama wa mwanzo 5 wametoka Jamiatul Islamia. Viongozi wa mwanzo 5 wametoka Jamiatul Islamia. Ikutoshe tu safari ya Mwalimu Nyerere Yuno mwaka 55 iliratibiwa na Idi Faizi Mafungo ambaye alikuwa mwakazina wa Jamiatul Islamia na mwakazina wa 5. Kwa hiyo unaona nguvu ya vyama hivi viwili, taa na Jamiatul Islamia. Sio kama unaelewa? Na kufahamu vizuri. Hii ndio ilikuwa nguvu iliyokuwepo Dar es Salaam. Mwalimu Nyerere alikuwa ni mtu mgeni, lakini kwa sababu yupo na Abdul Sykes kapata nguvu. Watu wamemjua Mwalimu kwa sababu ya Abdul Sykes. Watu wote wamemwona Mwalimu kwa mara ya kwanza yuko pembeni ya Abdul Sykes. Kwa mara ya kwanza. Kama alivyosema hapo kwamba wakati anatoka Pugu ameletwa nyumbani kwa Abdul Sykes. Nani atampa funguo ya kuingia ofisi ya taa New Street? Nani atampeleka pale? Nani atafikisha kwa Sheikh Hassan bin Amir? Huwezi kufika kote huko bila kuwa na wenyeji. Na mwenyeji ndio Abdul na kijana mwenzake. Abdul wakati ule alikuwa na miaka 28, Mwalimu alikuwa na miaka 30. Abdul ni mdogo kwa Mwalimu kwa miaka miwili. Abdul mwaka 24, Nyerere mwaka 22. Sawa. Mimi baba yangu ananiambia, sasa mimi nimemjua Mwalimu Nyerere nyumbani kwa Abdul. Nimeona nyumbani kwa Abdul. Ndio akaniambia, huyu ni Julius Kambarage Nyerere. Sisi tunataka kufanya mpango aje kuwa president wa taa. Sasa nilikwambia kwa nini 50 mpaka 54 chama kilikuwa hakendi mbele kidogo nyuma. Kitu kimoja ni kuwa Abdul alikifikisha chama bahali asingeweza kwenda mbele zaidi ya pale. Huu ni ukweli. Kwa sababu gani? Abdul alitegemea yeye kuwa chief Kidaa Makwaiya, alikuwa rafiki yake. Na kile alikuwa akija kwenye leji Chief Kidaa alikuwa ni katika machifu wakubwa sana. Chini yake alikuwa na machifu wadogo 50. Yeye alikuwa paramount chifu wa Sukuma. Alikuwa kila akija kuhudhuria mikutano legico. Nafikiria Chief Kidaa alikuwa akikaa government house, kuzile kule ndio government house. Na amesoma Oxford. Sio kama mtu wasiwasi. Mwepesi. Sio mtu mwepesi. Na Wasukuma wana pesa. Ananiambia mamangu Bi Mvua, mke wa Bwana Abdul. Anasema, baba, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Ile nafasi ambayo alikuja kuchukua Mwalimu Nyerere, ile nafasi babako akimtaka sana Chief Kidaa. Lakini Chief Kidaa alikuwa tayari yeye, Waingereza wamemkuza sana, yuko juu sana. Alikuwa hawezi kutoka kule aje taa. Na taa haikuwa na sifa nzuri manake ya kupeleka mambo. Unajua watu ambao wanagombea nchi siku zote wanagongana na serikali. Na hili maana hili swala la kwamba taa hakikuwa msingi wake wa mwanzo haukujengwa katika harakati za kupigania ukombozi wa Tanganyika. Si sahihi kwamba walikuwa wametengeneza chama kwa swali hilo nilipata kuulizwa mahali mimi Ulaya. Nikalijibu nikasema hawa walikuja kuandika historia hii na wanasema chama cha tatu kwa chama cha starehe. Mimi nawachukulia kuwa hawakujua. Ila kama wakaniuliza wewe umejuaje? Wewe ulikuja kujuaje wao? Yaani wameona mimi mdogo. Unajua wewe wasijue wale wakubwa zako wasijue ujue wewe. Nikajibu nikasema mimi nimeshakupeni jibu. Lakini tulipotoka pale kwenye mkutano, nje ya mkutano kaniambia Muhammad umenudhi sana nilijibu kujibu. Kwa nini unataka unataka kujibu mambo mepesi? Nikamwambia hapana, hii ni area, ni sehemu ambayo watu wengi inawachoma. Na mimi sikuja hapa kuwachoma watu. Ndio. Mimi nimekuja hapa, mmenikaribisha kwenye mkutano nizungumze, tutoke tucheke, tunywe soda vizuri. Chama cha starehe, Mwalimu Nyerere asingeingia kwenye chama cha starehe. Mwalimu Nyerere hakuwa mtu wa starehe. Mwalimu Nyerere mwanasiasa. Hakuwa mtu wa starehe. Sheikh Hassan bin Amir kwenye taa. Sheikh Hassan bin Amir mufti wa Uislamu wa Tanganyika. Si mtu wa starehe.
Sheikh Said cha urembo liwali anahukumu mahakamani, si mtu wa starehe. Unafahamu? Na sijui kwa nini hawa wanataka kuleta hii propaganda kwa taki kwa chama. Sina kwa hadithi hapa mnasikia. Mimi nasema haya kutokana na nyaraka za Sykes ambazo mimi nimezisoma zote. Hakuna mahala ambapo panaonyesha kwamba taa ilitengenezwa ama waasisi wa taa hawakuwa na malengo mapana ya kutafuta hukumu. Wewe Rashid unadhania wewe mwaka 1929 Cecil Matola na Mzee Kleist ungekwenda kwa msajili wasema nataka kuanzisha chama cha siasa na nia yake ni kufukuzeni nyinyi Waingereza kwenye nchi kwetu, wangewapa tasjira? Wasingewapa. Lakini sijui kwa nini watu wanaita hawezi kugundua hilo. Sasa ndiko nimefikia wapi? Hebu nisaidie kidogo, tumezungumza mengi kidogo hapa. Kwa taa chama Mwalimu Nyerere mkuja. Sasa wakakubaliana Hamza kwa Chief Kidaha hakutaka. Ikawa Abdu sasa wamekaa na chama, hajaitisha mkutano wa mwaka kwa miaka 4. Mimi nimezungumza Mzetewa. Nasema Abdu ndo kachelewesha 5 kuja. Kwa sababu walikuwa nakataa yeye kulitisha delegates conference. Na mimi ndo nilikuwa nasikia, ndo kwa mara kwanza nasikia kuwa yule mikutano yao wakiita delegates conference kana Mzetewa Said katika wale watu 17 au 25. Mimi nikamuuliza, lakini baba, vipi mtu mmoja tu asimamishe chama kizima nyinyi? Akasema, Mohamed mwanangu, nitakwambia kitu kimoja. Sisi Abdu tukimtegemea kwa mambo mawili. Intellect yake Mungu alimjalia ilikuwa juu zaidi yetu sisi wengi tu katika watu wa mjini Dar es Salaam hapa. Kisema Kiingereza vizuri sana. Juzi mwanae Daisy amekuja hapa kutoka Kampala katika kuadhimisha miaka 50. Akaja na rundo la barua za baba yake za mwaka 64. Daisy Aisha. Tumemzoea. Na hilo nitakwambia ndio alafu utakuja kuniambia zile nyaraka, ule waraka ambao umekuki upitia sana, hata nikija nyumbani huo unausoma hivi ribu tu ule. Utatupa kidogo. Sawa. Sasa tunamsaidia ile intellect yake, alafu vile vile Abdu yeye ndo alikuwa akitoa pesa za mambo haya, kusukuma pesa. Sasa tutawaita wajumbe hapa Dar es Salaam. Watu 17 aje hapa. Wanataka kula. Wanataka usafiri. Wanataka kulala. Nani atatoa pesa? Yeah. Kwa hiyo akisema tusubirini, sisi tutasikia tu. Na Mzee Rupia alikuwa na pesa kiasi kimsikiza sana Abdu. Mzee Rupia. Rupia alikuwa rafiki yake babake. Rafiki yake Mzee Kleist marehemu, babake Abdu. Walikuwa na baraza yao nyumbani kwa Mzee Kleist, kwenye hiyo nyumba ambayo Kleist Abdu sasa kuja kukaa baadaye, na ndio mwalimu alikuja pale. Hiyo nyumba kulikuwa na baraza nzuri, ni nyumba 2 katika moja. Na nitakwambia kitu kingine, kwa wakati ule mwache Abdu aongoze. Nani atakuwa na facility kama zile za kuwaita watu pale? Mzee Rupia alikuwa akosi na kimpenda Abdu kama mwanae. Kwa akimsikiliza akisema Mzee Rupia tusiite, Abdu hawezi kumvunja. Sasa basi tusitishe. Sasa alipokuja mwalimu kama anavyosema mwenyewe, kwani alipopelekwa Abdu Sykes, sasa Abdu akajua huyu mtu maka wewe uweze kuona mwalimu dakika 10 kisha kujua kama huyu mtu si mtu wa kawaida eti. Abdu akajua kama huyu ndio kiongozi ambaye sisi tunamtaka huyu. Lakini miezi kama 3 kabla ya uchaguzi wa mwaka 53 sasa Hamza Mwachu kachapigwa baada ile na mwaka 50 kutoa ile mapendekezo ya katiba, kesha mishwa Dar es Salaam kapelekwa Nansio kisiwani kule. Dr. Kiaruzi alipata kumwambia Hamza Mwapachu, akamwambia Hamza, unajua babako Waingereza walimfunga ule. Wazee pale kisiwani Nansio walipeleka kwa kheri ule. Wamempeleka wapumzike na shari yake. Dr. Kiaruzi kaondolewa, kapelekwa Kingoluira. Hapa kwenye jela hapa. Lakini akawa anakuja Dar es Salaam, anakutana na Abdu, wanaendesha mambo kwamba huyu alijifanya mkaidi, sio akamtoa hapo akampeleka Nzega. Wewe kutoka Nzega uje Dar es Salaam. Abdu kabakia peke yake sasa. Ndio akakamata nafasi ya rais, ambaye kakamata karibu miaka 3 rais na katibu hata. Na akafanya makubwa katika hiyo. Sasa basi akaenda Nansio, kaondoka hapa yeye na Ali Munyitambo. Huyo Ali Munyitambo wakati ule ndio alikuwa katibu wa Al-Jamiatul Islamia fi Tanganyika, umoja wa Waislamu wa Tanganyika.
Abdu anamwambia Hamza, mimi nimekuja, tunakwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 63 na wewe umeniambia mimi kuwa nimpishe Nyerere achukue uongozi tuunde tano. Ndiyo. Nataka kauli yako, unipe kauli yako, bado msimamo wako ndio huo? Akamwambia na mimi sijabadilisha fikra zangu. Akamwambia sikiliza Abdu, tazama hapa Abdu, huyo ni kaka yake wa miaka 10. Nataka upate hiyo picha kwanza. Ndiyo. Kwa Abdu anaongea na nani? Alafu mtu ambaye kasoma medicine kaacha kina kusoma sayansi Uingereza anazungumza na Abdu Sykes, kijana mdogo. Akaambia sikiliza Abdu, mimi fikra yangu bado iko pale pale, kuwa umpishe Nyerere kwenye kiti hicho awe rais, msaidie na umsaidie apate nafasi. Alafu 54 tutakuja kwenye mkutano wa 54. Tunaunda tano, tunadai chetu. Limepita hilo, limepita. Na kitu kimoja nataka nikwambie, laiti wazee wetu wangefanya khiana ya kumkataa Mwalimu Nyerere kwa sababu yoyote, huyu anamjua nani bwana, mtu wa bara, unajua zile seti pesa ambazo zilikuwa wakati ule. Ndio. Wangekuwa wazee wetu umefanya kosa kubwa sana, kwa sababu uhuru tusingeupata mwaka wa 61 ungechelewa. Ngoja nikumalizie afuta utakata. Kwa nini? Kwa sababu Mwalimu Nyerere alipokuja kuchaguliwa mwaka 53 akawa rais, na makamu wake ni Abdu Sykes, na ndani ile kamati ile yake ile kulikuwa na Dennis Pombea Mnyasa, kulikuwa na Doma Budoi Okochi, huyu alikuwa huyu Mkenya, na watu wengine ndio Said alikuwa Mzarupia hapo, wote katika kamati nzito ilikuwa ile. Na alipopanda ilipokuja tano sasa mwaka 54 sasa, kama alivyosema Mzee Mopachu, Mwalimu pana juu jukwaa, mabadiliko makubwa sana alikuja. Watanganyika wote wakajua kwa sasa tunadai nchi yetu. Ndio basi, ndivyo anavyo zungumza Bwana Muhammad Saidi, mwana historia nguli hapa nchini na Afrika Mashariki. Anasema kwamba kama wazee wetu wakati ule wangechelea na wakawa wameleta mambo yoyote yaliyokuwa yamesababisha Mwalimu Nyerere asichukue nafasi ya kuwa mwenyekiti ama rais wa tano, basi mambo pengine angechelewa kidogo, isingekuwa kama ambavyo ilitokea. Basi tupumzike kidogo msikilizaji, alafu tukirudi tutakuja kuendelea. Tukirudi hapa Muhammad Saidi atakuja kutuambia ilikuwa kuaje wakakutana na Dosa Azizi, lakini pia katika historia tunaambiwa Hamza Azizi aliwahi kuwa GP hapa Tanzania, mdogo wake. Haya basi, tukirudi tutakuja kutazama hayo hasa kwa upana. Naam, Dr. Muhammad Saidi, bila shaka umemsikia Mwalimu Nyerere hapa anasema alikuwa yeye na Dosa walikuwa vijana sana lakini wengi walikuwa ni wazee. Ningelipata nafasi mimi ningependa katika hotuba ile kama Mwalimu Nyerere angewaadhimisha wale wazee kwa majina yao. Ukisema wazee tu nani anawajua wazee? Cha urembo? Hapana, cha urembo sasa pale cha urembo alikuja kushika sasa sio Said cha urembo. Yule cha urembo alikuwa babake, mwanae Abdallah ndio alikuja kwenye siasa. Lakini nachokuambia ni kuwa hawa wazee Mwalimu hakuwataja majina, kimi tutataja majina machache. Hao wazee ambao wamezungumza hapa. Kwanza juu kabisa nampata Mshume Kiate. Huyu alikuwa mtu wa Mwalimu, mkono wa kulia wa Mwalimu kabisa, Mzee Mshume Kiate kabisa. Wa pili Jumbe Tambaza. Jumbe Tambaza, wao kina Tambaza hawa, ile upanga yote ya Dar es Salaam unaiona ilikuwa mali yao ile, hodhi yao ile. Watatu Mwinjuma Mwinyikambi. Wa nne Makisi Mbwana. Na nitakwambia kwa nini hawa watu muhimu.
Ndio amepewa mtaa pale. Amepewa mtaa. Na Classic kapewa mtaa. Mtaa Maxim bwana. Lakini Mchuma Kiata kapewa mtaa, lakini mpaka leo katika jambo ambalo la kusikitisha, wahusika wamekataa kubadilisha jina ule. Mpaka hivi ninavyokuambia sasa hivi ukienda utakuta kidogo mtaa wake Tandamti kibao kile kile. Wamekataa kubadilisha. Nitakwambia kwa nini. Unajua Dar es Salaam hapa wakati ule mji mdogo kulikuwa na vyama vya kikabila. Vyama vya kikabila. Sio vya siasa. Chama cha siasa si tano. Na kuna vyama vya kikabila vile vile. Aha. Hizi ndio athari za ukoloni bwana. Kwa sababu Waingereza wanapenda ile. Si mwanzo nimekuambia tunamwadhimisha Mwalimu kwa sababu Mwalimu amesaidia makubwa. Baada ya kuja yeye tukaondoa hizi hisia hizi za ukabila hizi zikatoka. Ubaguzi. Lakini aliweza vipi yeye kufanya? Kwa sababu yeye hawajui watu wamemfanya ile kazi. Kulikuwa na Batetera Union ya Manyema, ya Batetera Union. Na kiongozi wake alikuwa Sheikh Hussein Juma, alimu mkubwa kabisa huyo. Ndio alikuwa kiongozi wa chama hicho. Cha Manyema. Kulikuwa na Zaramu Union, Maxim bwana ndio mkubwa wao. Kulikuwa na chama cha watu kusini wa Yao sijui hawa. Mzee Hamisi Mfaranyaki ndio alikuwa kiongozi. Na Wazaramu hawa wengine hawa Mashomvi hawa. Wa Mashomvi. Unajua kuna Wazaramu habari na Wazaramu hapani. Wale kiongozi walikuwa Mwinjuma Mwenyekambi. Sasa uondoe hizi kuwa bwana sisi ni Watanganyika bwana, ondoeni hizi, mnawapa nguvu Waingereza hawa koloni hawa kutona mbona wao wana vikabila hivi vidogo hivi. Ilikuwa ni kazi ya Mwalimu naam, lakini hawa ndio wanaomsaidia. Sasa ndio mimi wanawalaumu wana historia yetu, kwa nini kila kitu mnabaki kwa Mwalimu Nyerere, hamtizami aliweza vipi? Kwa sababu Mwalimu amekuja Dar es Salaam, yani Mwalimu tu, pesa za kuanzisha chama alipata wapi? Ofisi alipata wapi? Watu walipata wapi? Ndio. Unajua kama Waingereza walikataa kusajili chama kwa sababu Mwalimu alipokuwa kusajili chama alikuwa hana daftari la wanachama. Na walikataa. Na kuna kisa manake mimi kadadithia Bizana bomkiwa Bwana Ali. Anasema siku hiyo tunamsubiri Mwalimu nyumbani kwa Ali Sykes mtoa kipata pale. Mwalimu kaja mchana kachoka kabisa. Abdul anamuuliza vipi Nyerere? Ndio. Tupe habari zako. Anambia bwana habari mbaya. Vipi? Sasa Waingereza mkataa kusajili chama chetu. Kwa nini? Anasema tuna na chama. Sasa nitafutieni Said cha mwenyewe. Said cha mwenyewe si mtu mdogo hivyo, ni mkubwa. Lakini ile tukua Abdu wakati ule ndio mkubwa wao na Mwalimu katika tano. Said cha mwenyewe zilikuwa zinapita hizi delegation za Umoja wa Mataifa, kamati za Umoja wa Mataifa zinapita za kuna Rwanda, Burundi, wapi kutizama hizi nchi maendeleo yake kwa yeye amewahi kutoa taarifa katika zile. Kwa si mtu mdogo. Na katika ile baraza la wazee watano yeye yumo. Lile baraza lile la kwanza la wazee watano ambao yumo hiyo, kuna picha pale, iko picha maarufu kabisa, na hii picha mimi nilipewa na wajukuu wa Tambaza, mzee Juma Tambaza, nikaitia kwenye digital nikaiweka kwenye mtandao, ndio imekuwa maarufu sana siku hizi. Na alenipa ni mjukuu wake. Unasikia bwana? Sasa hivi vyama vidogo hivi vilikuwepo vya kabila. Hawa ndio walimsaidia Mwalimu. Sasa ukenda Moshi kule unamkuta Yusuf Olotu, maarufu watu kumuita Yusuf Ngozi. Huyu mzee anapambana na machifu. Ameweza vipi kujenga tano Moshi pale? Na tano kuna wasomi, na yeye si msomi. Lakini ukiwa na watu unakuwa na nguvu. Mimi nimezungumza na marehemu mzee Yusuf Olotu. Anasema nguvu ya tano Moshi sisi tulipata kutoka kwa kina mama akina Halima Selengia, mama Biti Maalim, Amina Kinabo, Lucy Lamek. Anasema hawa ndio walitia nguvu tano hapa Moshi. Ikawa machifu wetu hawana nguvu ya kupambana na tano.
nenda Bukoba kule, pale unamkuta mwakanza kucheka kabla sijasema Ali Migeyo, Rutanzibwa, wote Rutanzibwa unamkuta Ali Migeyo, muhaya mwenzangu huyo. Ali Migeyo Waingereza walimpiga mabomu mwaka 53. Siku zote husema mimi katika wanachama watatu ambao walitakiwa wawepo kwenye wale 17 waliochatano, kwanza usimkose Abdu Hamza Mapacho. Hamza ndio kichwa chenyewe nyuma ya tano, usisahau hiyo. Ingawa hatokezi na historia ndio nasema hawajui, na walikuja kuandika historia hii hawajui, kwa sababu labda Profesa Muhammad Bakari akisomesha chuo kikuu cha Nairobi mwaka 2014 nilikwenda Istanbul, nikamkuta anasomesha pale chuo cha Fatih University. Siku moja tu kwenye mkutano Kampala, na mkutano huo hata alikuwepo Al-Mazrui marehemu, katika kujumuisha majumuisho ya pepa yake akasema, jamani sikizeni nikwambie ni kitu, lazima sisi tuandike historia zetu wenyewe. Na laiti kama tutawaachia watu wengine watuandikie historia zetu, watakuja kuandika mambo ambayo sisi hatutafurahi. Sasa hiki ndio kilichotokea kwenye historia katika historia ya tano. Nikisema sisi wenyewe, mimi ninaposema sisi nasema kwa niaba ya wazee wangu. Mimi babu yangu ameishi mtaa wa Kipata 1920, nyumba yake na mzee Klasi zikitizamana Kipata pale. Na ndio ulipotoka udugu wetu, wamezaliwa baba zetu, tumekubaliwa sisi, na sisi tumezaa watoto, ule ujamaa upo. Sasa ninaposema kama sisi kama mimi sikuandika habari za hawa wazee wangu, watakuja kuandika watu wengine na hata wataja hawa. Ndio maana mimi niliponyanyua kalamu kuandika historia hii, na katika kuandika historia hii ndio ninaposema kwa ukimtoa Abdul Sykes unawatoa watu wengi kwenye historia, huwezi kuwaleta. Kwa sababu vipi mathalan Sheikh Hassan bin Amiri atamfikia Nyerere bila kupitia kwa Abdul Sykes? Vipi Mwalimu Nyerere atafika Tano office bila kupitia kwa Abdul Sykes? Ndio alikuwa viongozi pale. Vipi Mwalimu Nyerere atajuana na watu wa Dar es Salaam? Baraza la wazee hawa, akina Sheikh Suleiman Takadiri, akina Idi Tulio, akina Sheikh Nasiri Ismaili wa Bagamoyo, Sheikh Mohamed Ramia, bila kupitia kwa watu wa Dar es Salaam. Akina mzee Wakela Tabora. Sasa kupitia kwa akina Wakela ndio Mwalimu akajua na viongozi wengine wa Tabora. Hivi ndio ilivyokuwa. Mwalimu asingeweza peke yake akafanya haya yote. Na wana historia, bahati mbaya sana historia hii kama umeipuuza, manake lakini kitu kimoja, baada ya kutoa kitabu hiki mimi nilikutana na mwalimu wangu Profesa Harub Othman. Kitabu kilimvuruga sana kidiki Profesa Harub. Naam. Na baada ya kuzungumza na mimi alikuwa kwa Mwalimu Nyerere kutaka uhakika wa haya ambaye kasoma humu ndani. Mwalimu yeye Harub kaambia mwalimu, nadhani na wewe uandike historia sasa. Lakini bahati mbaya siku zile mwalimu alikuwa anaumwa, hakutakia. Nilimwambia tengeneza kamati, mimi nitakuja nitazungumza na nyinyi, mtaandika historia yangu, nitaeleza maisha yangu. Na kutakujua, kwa sababu kilichomchanganya Profesa Harub Othmani ni hii Tano. Nani hasa tunaweza tukamvisha taji kwenye Tano? Tukasema huyu ndio hasa mwenye Tano yake. Nani? Manake sijui kwa nini hii ndio mko wa Uingereza wanaita the ultimate prize, ndio kitu kikubwa zaidi. Sasa yeye alikwenda kwa Ahmed Rashid Ali ana historia pekee katika ukombozi wa Afrika. Yeye katika miaka 50 akifanya kazi Radio Free Africa, na akiwafanya kampeni sana Tano, Hizbu, SP, ANC ya Kenneth Kaunda, kina Robert Kamanga katua na kwenda kula, na ni mtu mjuzi, na nilikuwa rafiki yake Abdul Sykes. Sasa mimi na Abdul Sykes tumejua toka utoto mwaka 1939 na mpaka wamehitimishana. Sasa mwalimu akaanza kuandika hii,
Lakini yeye alikuwa bado na wasiwasi na historia hii, maana haamini aliandikwa huko. Alikuwa na Rashid Ali kumuuliza. Sasa Rashid akamwambia, kwani kinachokushangaza wewe kitu gani? Kuona majina ambayo huona unajua zamani. Kimekushangaza kuambia kuwa Abdul kuwepo kwenye 5, ndio hicho kinakushangaza? Basi shangaa kuwa babake ndio alikuwa muasisi wa African Association. Changana hilo vile vile. Kama unakiri kwa African Association kuwepo na cluster kuwepo, basi kubali kuwa 5 imeundwa na Abdul yupo na kabla yake namba 3 na mdogo wake kadi namba 2. Jiulize kwa hayo, kwa kapata vipi Abdul kadi namba 3 na Ali kapata kadi namba 2? Kaipataje wakati Abdul alikuwa ndio fronti? Maana ile ni swali na wasikilizaji wajiulize, itakuwa vipi mwalimu awe na kadi namba 1, kadi namba 2 awe Ali na kadi namba 3 awe naye Abdul? Kadi namba 24 ya 5 ni kadi ya Idi Faiz Mafongo, alikuwa kazi na ndio aliratibu safari ya Mwalimu Nyerere yuno. Kadi namba 25 ya ndugu yake Idi Tosiri, na hawa wawili kaka yao mkubwa ni Sheikh Mohamed Ramia. Sheikh Mohamed Ramia ndio kaka yao mkubwa, na wao ndio walimchukua Mwalimu Nyerere kumpeleka Bagamoyo. Na kuna picha mimi kanipa mwanae Mzee Idi Faiz, anaitwa Faiz. Kanipa. Hapa yuko babake, hapa yuko Mohamed Ramia, hapa yuko Mwalimu Nyerere, hapa yuko Saadan Abdul Kandoro, hapa yuko Haruna Taratibu. Mwaka 55 56 Dodoma kwenye train station. Ukiona ile picha wamechoka wakati wanajaribu kuijenga 5. Sasa hii ndio historia yenyewe ipo, na historia nyingi sana ipo katika mikono ya watu. Okay, historia nyingi kabisa iko katika mikono ya watu. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni 91.1 Mungu FM, sauti ya taaluma. Leo ni siku ya Jumapili, na kikubwa ambacho tunakijadili hapa mimi na Muhammad Saidi ni kuhusiana na miaka 50 tangu kufariki kwa Abdul Wahid Christ Sykes, lakini pia miaka 19 tangu kufariki kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hawa ni vinara wawili katika siasa za Tanzania, lakini kabla ya Tanzania wakati huo ilikuwa inafahamika kama Tanganyika. Niko na Dr. Muhammad Saidi, mwanahistoria wa Tanzania na Afrika Mashariki. Mimi ni Rashid Mtagaluka na kipindi ni Nyuma ya Pazia. Leo ni tarehe 14 Oktoba mwaka 2018. Nitakupa nafasi ya kuweza kupiga simu kupitia 0659718111 au 0786051909. Twende kidogo tukapumzike, alafu tutarudi hapa, tutaendelea. Msikilizaji, ni sauti hiyo ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa akizungumza mwaka 1985 mwezi Novemba, akiagana na wazee wa Dar es Salaam, wakati ule akiwa ametimiza miaka 24 ya uongozi wake ndani ya taifa hili. Basi baada ya hayo sasa twende sasa kwa moja kati ya watoto wa hayati Abdul Wahid Christ Sykes, Daisy Aisha Sykes. Aisha Daisy Sykes. Juzi ametoa hapa, nimeona ametoa waraka akizungumzia juu ya maisha baba yake. Lakini pia zipo nyaraka mbalimbali ambazo Daisy alikuwa akizitoa, na pia alikuwa akizihifadhi kutoka kwenye maktaba kubwa kabisa ya Abdul Wahid Christ Sykes. Daisy alikuja Dar es Salaam siku moja, alafu mdogo wake anaitwa Cluster Marem, sasa ndio alikuwa meya wetu wa Dar es Salaam. Cluster kanambia, Mohamed, dada Daisy amekuja, naomba uje basi umsalimie hapa. Nikaenda pale. Katika mazungumzo siku ile, mimi nilikuwa sijaiona medali ambayo Abdul na Ali Sykes walikuwa wamepewa. Abdul alipewa medali ya mwenge wa uhuru, pamoja na Ali alipewa medali. Kwa hiyo akaingia ndani class, akanitolea medali, akasema hii ndio medali ambayo baba amepewa kwenye kumbukumbu ya miaka 50 wa uhuru wa Tanganyika. Kabla hapo, wakati mimi nafanya kazi Tanga, class alikuja ofisini kwangu.
Christ yule aliyekuwa meya wa Dar es Salaam. Mtoto wa pili anamfuatia Daisy. Naona pale ukienda Karimjee unakuta katika ile orodha iko okay. Katika orodha ile ya mamea wa jiji na nimemwona Christ, nikawa najiuliza huyu Christ ni mzuri mrefu. Ndio. Class alipokuja pale akaniambia Mohamed, alikuwa na mashamba mkonge kwa anakuja pa kutazama mashamba yake. Akaniambia Mohamed, nimekuja hapa mimi kukushukuru. Anasema mimi naamini kuwa baba asingepewa medali ya Mwenge wa Uhuru kama si juhudi zako wewe. Sio kwa kuandika kitabu tu, lakini kile potokea nafasi umemwadhimisha sana baba. Basi Class ghafla nimeona kainama kwenye meza yangu pale analia. Kweli analia. Nikamwambia Class, huna haja kulia. Tushukuru kuwa tulichokitaka leo baba nchi imemtambua. Ndio. Kwa yeye alikuwepo katika watu ambao walipigania uhuru Tanganyika. Hii tutosha. Akaniambia Mohamed, ukija acha mimi nitaka niibebe nije nayo nikuonyeshe. Nimeogopa nisije nikaipoteza ile medali. Kwa hiyo nimeacha nyumbani. Kwa siku hiyo akachukua nafasi ile kuletea medali, nikashika na kuna picha tumepiga. Mimi nimeshika medali. Sasa dada yake akasema Mohamed, tunaadhimisha miaka 50 ya mzee. Mimi ningependa uandike kitu kuhusu baba, makala hivi. Ndio. Nikamwambia Daisy, safari si mimi tena. Safari andika wewe. Daisy ameandika maisha ya babu yake. Na kama singeandika haya maisha ya babu yake, kuna mambo mengi sana sisi tusingejua katika siasa za African Association. Ndio ingekuwa hii kwa association ile ilikuwa chama cha starehe. Kwa ameandika historia ya na mwalimu wake Daisy ndio msichana wa kwanza Mwafrika kusoma Aga Khan School. Ni msichana wa kwanza Mwafrika kusoma, yeye kazaliwa mwaka 47. Daisy wa kwanza kusoma. Ni dada yetu mkubwa sisi. Ni mkubwa, mtu mzee. Wa kwanza kusoma Khan School kwa sababu baba yake Bwana Abdu alikuwa kwenye board ya education committee ya Aga Khan. Halafu Daisy ni msichana wa pili Mwafrika kusoma University of East Africa, zamani Dar es Salaam, University of East Africa, Dar es Salaam. Wa kwanza alikuwa Tatunuru Mandara. Sasa John Alif alipokuja kujua connection ya Daisy na kina Sykes, kwa ni mtoto wa Sykes, akawa anampa assignment. Maana yake alisoma education na history. Akawa anampa assignment na Daisy alikuwa kumuuliza babake, na baba yake anampa nyaraka za ushahidi, anamuonesha Alif. Akamwambia, akamuonyesha na ule wenyewe alikuwa anasema babu aliandika kitabu. Kwa kweli si kitabu mpaka kichapo na publisher. Ile ulikuwa ni mswada. Alipoona ule John Alif akamwambia, basi Daisy, andika sasa wewe historia ya babu yako. Akaandika historia ya babu yake na John Alif akahariri kitabu kilichoitwa Modern Tanzanians, kimechapwa mwaka 1973. Na imakala andika Daisy inaitwa The Townsman, The Life of Class Sykes, mtu wa mjini, maisha ya Class Sykes. Kaeleza mengi sana mle katika hiyo kwenye hicho kitabu. Ndio. Kaambia andika wewe. Akaandika makala kwa Kiingereza. The Abdu Sykes I knew. Baba yangu nilimjua. Mimi nikaitafsiri ile. Bahati nzuri gazeti la Uhuru imechapa ile makala yote ya Daisy. Na gazeti la Raia Mwema vivyo wamechapa katika kuadhimisha miaka 50. Nitakupa niliyodondoa katika ile barua, ile makala ya Daisy. Ndio. Daisy anasema, mimi nilipokuwa mdogo nimeona watu wengi sana wakija nyumbani kwetu kumfuata baba. Anawataja machifu, Chief Maruma, Chief Thomas Mariale, Chief Shangali, Chief Abdalla Said Fundikira. Anasema hao wakija Mwami Teresa Ntale, sema mimi mdogo mimi nawaona wakija pale kumwona babangu. Wakati wa Abdu ndio president wa taa na secretary wakija pale nyumbani. Nikimwona Hamza Bwapachu, nikimwona yeye mwenyewe na mwamutanko anko wa Rashad na watu wengine. Lakini anasema katika watu wote walikuwa wakifika nyumbani kwetu,
mtu ambaye alikuwa akija utasikia watu wanahangaika na minong'ono, sikia mwalimu anakuja, watu wananong'ona. Ni siku alipokuwa kila anapokuja Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere. Naam. Anasema alikuwa ni mgeni mahususi, tofauti na wale wengine machifu. Anasema baba akimweka juu sana Mwalimu Nyerere. Anasema na mimi nilikuwa na kazi moja, nilikuwa nimepewa hiyo. Ilikuwa akija asubuhi kutoka Pugu kuja nyumbani pale, kazi yangu mimi ilikuwa kutengeneza chai, breakfast ile, kifungua China cha mayai. Anasema hiyo ndo kazi nilipewa mimi. Kwa mwalimu. Anasema unasikia, anasema mimi Daisy sio jina langu. Anasema Daisy mimi ni jina la kupanga, nickname. Okay. Lakini walikuwa wakija Hamza Mwapachu pale nyumbani na Mwalimu Nyerere pale, wakawa wananiita mimi kwa accent ya Kiingereza, Daisy, Daisy. Sasa ile ikakamatwa na mama yangu, likawa limemshika ile jina, na mama akawa Mama Daisy. Anasema mimi nakumbuka sana, anasema Mama Maria alikuwa na duka kiduka chake kidogo mtaa wa Livingstone na Mchikichi, na baba alifanya juhudi ya kumuunganisha Mama Maria na mwalimu mama na Mama Sakina. Mama Sakina alizaa watu wawili wa kike, alikuwa na wengine wa kiume, kina wawili ndio walikuwa maarufu na walikuwa ni walimu wa Jamiatul Islamia fi Tanganyika. Mwalimu Sakina na Mwalimu Fatah, na wote walikuwa walimu wakisomesha Jamiatul Islamia. Akaunganisha, anasema na kazi yangu nilopewa na baba mimi, ikifika saa 6 kamili lazima nichukue kikapu cha chakula kumpelekea Mama Maria pale kwenye duka lake. Mama Maria alikuwa kuja pale anashinda. Siku zile 5 haina mapesa hivyo, hali ilikuwa ngumu. Nampeleka pale na wanae alikuwa anakuja nao kushinda nao pale wadogo. Wanaendesha ile duka. Baadaye ile duka likaja kwa Mia Magomeni. Asema hii nakumbuka vivid kabisa walimu. Kwa hiyo akaeleza mengi sana kuhusu baba yake wakati ule. Asema baba mimi nilikuwa namsikia amekaa pale na Mwalimu Nyerere, Mzee Rupia, akina Zuberi Mtemvu, wanapanga mipango ya mkutano wa kesho Mnazi Mmoja. Akina mama gani, vikundi gani vya kina mama wavihusishe ili mikutano hile wanawake waje pale kwa wingi. Akina Bibi Tita, akina hawa Binti Mafuta. Utaona kuna picha moja si maarufu sana, na shangaa sijui kwa nini. Safari ya kwanza ya Mwalimu Nyerere Umoja Mataifa yuno, kuna wanawake kama 5 wamemsindikiza, kapiga nao picha. Na mimi picha nimepata wapi? Hii picha alinipa Jim Bailey. Jim Bailey alikuwa ni owner wa gazeti ile la Drum. Sijui kama mnajua gazeti la Drum, ilikuwa gazeti maarufu sana jarideli siku za nyuma. Mwenyewe huyu akita Jim Bailey, mimi nimekutana naye Jim Bailey na nilikutanisha ni Ali Sykes. Nasogea kidogo pembeni. Jim Bailey alitaka kuchapa kitabu cha picha na caption za Mwalimu Nyerere. Akaja kwa Ali Sykes kutoka Johannesburg. Akaniambia bwana Ali, hebu nitafutie mtu ambaye anaweza kufanya uhariri wa kitabu hiki na vile vile kunitafutia mtu ambaye atapublish. Akaniambia mimi na mwanangu nitakupa. Kwa hiyo mimi akaniita, ndo nikakutana na Jim Bailey. Okay. Ndo nikamjua. Katika vitu alivyonipa manuscript ndio nikakuta picha hii. Picha hiyo ya kina mama hao 5. Na picha ya kwanza mimi kumuona Sheikh Suleiman Takadiri. Kanipa yeye Jim Bailey vile vile. Picha ya kwanza ya Sheikh Suleiman Takadiri. Nilikuwa nikimsikia tu kwa sababu kumuona. Huyu mwenyekiti wa baraza la wazee wa kwanza kabisa. Hapa amesimama Bititi, hapa amesimama Mzee John Rupia, hapa amesimama Sheikh Suleiman Takadiri, hapa amesimama Mwalimu Nyerere, nyuma amesimama Mama Maria. Mnazi Mmoja, mikutano ya mwanzo kabisa ile ya 5. Miaka ya 54 55. Sasa Daisy ameeleza kwa kirefu hizi makala anataka atafuta gazeti la Raia Mwema atakuta, na Anuru juzi wametoa, lakini wametoa vipande, watatoa vipande ni inakupa picha wakati ule ilikuwaje ya 5. Akasema ile nyumbani kwetu pale, na mzungu anasema ile ndio ilikuwa ngome, ofisi ya 5, nje ya ofisi ya 5 watu wote wakipita kwa baba pale, na lazima apite pale kwa sababu ndo ndo mwanamji mwenyewe. Ulisema kuzungumzia habari ya Dosa. Tumalizie kwa hizo dakika 2 hili tuweze kumpa nafasi msikilizaji. Dosa amemjua Mwalimu Nyerere wakati ule ambaye
akamjua Abdu, kwa sababu Abdu na Dosa wao marafiki, lakini baba zao vile vile walikuwa marafiki. Mzee Klashti na mzee Azizi Ali walikuwa marafiki. Mzee Azizi Ali huyu wa Mtoni? Wa Mtoni. Yeye ndio mwafrika kwanza kununua gari. Azizi Ali? Naam. Ndio mwafrika kwanza kununua gari hapa Tanganyika. Hapa Dar es Salaam. Sijui uko mkoa, lakini hapa Dar es Salaam yeye ndio mtu kwanza. Alikuwa tajiri sana. Azizi Ali. Amekufa, amemwacha mwanae Dosa malori 7 ya kokoto na mchanga. Katika 5 kuna watu 3 ambao wamepewa nicknames na 5 wenyewe. Wanachama wenyewe 5 wamempa nicknames. Mwalimu kwa mwalimu wa shule, lakini vile vile ilikuwa ni nickname yake. Mwalimu. Ile vile vile ilikuwa ni nickname yake. Yaani ilikuwa umjue Nyerere. Yaani kusema mwalimu, ukisema mwalimu watu wote watajua unamkusudia. Kwa sababu kulikuwa na mwalimu Stephen Mwando pale. Kulikuwa na mwalimu Stephen Mwando ni mwalimu. Lakini pia kulikuwa na mwalimu Kasanga Tumbo. Kulikuwa na mwalimu nani Joseph Gatalabantu. Mwalimu. Lakini ulikuwa katika 5 kwenye grupu yao ile ukisema mwalimu unajua unamkusudia Nyerere. Okay, ndio nickname yake. Lakini yeye mwalimu nickname ile Bitita akisema huyu mwalimu si kama somesha darasani, anawafundisha siasa wa Uingereza. Mwalimu. Na Dosa the bank haifilisiki. Yaani haukosi pesa bank. Wenyewe wanasema sisi tulikuwa tukishabali mwalimu akishafanya mkutano tunakutana na hoteli ya nani inaitwa Princess. Iko paka leo pale kwa kula chakula na tunafanya review marejeo ya mkutano mzima. Nasema zile oda zote zile na Dosa nalipa. Wakimuita the bank ile haifilisiki. Dosa. Abdu walikuwa wanamuita Abdu. Kumuita sweet. The sweet Abdu Sykes. Kwa sababu gani? Sema Abdu kwanza alikuwa karimu sana. Alikuwa mkarimu sana. Mimi nimezungumza na mhudumu wake ofisi ile. Alikuwa ni market master pale Kariakoo. Anasema mimi nikichinja kuku 20 kwa siku kwa ajili ya chakula cha wageni wake bwana Abdu nyumbani kwake pale. Kila siku. Inawezekana kwa labda kwa wiki, lakini anasema mimi nilikuwa nachinja kuku 20 napeleka nyumbani kwa mimi kwa safisha na kupeleka nyumbani kwa Abdu kwa ajili ya chakula. Wakati Sweet alikuwa mtu karimu na alipokufa kuna Mwingereza mmoja tu Stanley nilisoma taazia alimwandikia bwana Ali kumpa pole. Anasema mimi nilikuwa nikuja nakula chakula cha mchana nyumbani kwa Abdu. Fikiria zile mzungu anakula kwa mfaili. Anasema tukifika pale Abdu paki gari yake, kundi la watu wanakuta liko nje na kusubiri. Alafu mmoja anaingia. Lakini anatoka alikuwa anapa pesa. Alikuwa mtu karimu sana. Alikuwa mtu wa watu. Basi msikilizaji, tupigie sasa kupitia 0659 au 0786051909. Kuna mambo mengi nimeacha hapa kumuuliza, nikitumai kwamba wewe msikilizaji sasa ndiye itakuwa ni wasaa wako wa kuweza kutambaa. Yako mambo mengi sana ambayo mimi nataka nimuulize Dr. Muhammad Saidi kwenye masuala mbalimbali ya juu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye leo tunamwadhimisha siku yake miaka 19, lakini pia Abdul Wahid Kleist Sykes. Mimi napenda sana kumuita na lile jina la mwisho kabisa ile Mbwane. Mbwane alitoka Mozambiki huyo askari huyo. Sasa Wakizulu napenda sana Mbwane. Basi ngoja tupokee simu sasa kwanza. Assalamu alaikum. Shabani Abedi kutoka Chalinze, karibu sana. Nakusikia. Umefundisha darasani, leo ni darasa ambalo kwa kweli watu wengi sana hatujalipata, hata kama tumekaa shuleni lakini historia hiyo hatujaipata. Ndio tunashukuru sana. Lakini hapa kuna swali moja kidogo tu. Huyu Abdul Sykes ni maarufu sana katika serikali yetu hii na ni maarufu sana katika TANU na ni mwanzilishi. Huyu hasa katika mji wa Dar es Salaam alikuwa katika sehemu gani? Hata mabaki kuna swali tu sana, alikuwa Magomeni, lakini sasa huyu atalipa vizuri sana kama alikuwa Mtoni Temeke Tanganyika au alikuwa katika jiji katikati pale mjini au alikuwa Magomeni kweli. Asante sana Shabani Abedi kutoka hapo ulipo Chalinze na kutakia usiku mwema. Sheikh Muhammad Saidi atakujibu. Haya.
Hilo nafikiri Sheikh Muhammad utaliweka. Alikuwa anaishi wapi? Magomeni? Alikuwa anaishi Temeke? Alikuwa anaishi wapi? Katika laini nyingine hapa. Asalamu alaykum. Habari za usiku. Nani mwenzetu, uko wapi? Mugini Singira kutoka Mafisa, karibu sana. Ndio. Swali langu kwa Sheikh hapo Mohamed Saidi ni kwamba tunaangalia sasa historia ambavyo ilivyo, na kwa upande wa pili kiasi kikubwa imefanya jitihada kubwa sana kuandika historia, lakini kuna historia ambayo tofauti na kama ambavyo ameandika ipo inaandika katika sehemu nyingine. Ndio maana tunasema kwamba untold story of Islam. Tunakuta kama sasa ni hivi njia sahihi zaidi ambayo tunapokumbuka leo miaka kadhaa ya kufa kwa Mwalimu Nyerere, ambapo Uislamu unatakiwa ajifunze kutokana na historia hii ya Tanganyika mkoa leo. Haya, nakusikia Mugini, nakusikia. Nakushukuru sana. Miaka hii na historia hii tulionayo leo, ni mafunzo gani ambayo Muislamu anatakiwa kuchukua kutokana na historia hii ifo miaka kadhaa ya kufa kwa Mwalimu Nyerere? Asante sana Mugini Singira kutoka Mafisa mkoani Morogoro kwa swali lako zuri kabisa na maelezo yako mazuri. Bila shaka Muhammad Saidi amesikia na atakupatia majibu. Haya. Hapalo. Waalaikum salaam, habari yako? Nani mwenzetu kutoka wapi? Mpenda haki kutoka Ngerengere. Karibu. Asante. Mimi nataka kumuuliza hapo ili mwite mwasisi Muhammad Saidi. Muhammad Saidi. Ndio. Yetu inaambiwa ilikuwa ndani ya mkataba Tanganyika. Ni nani aliyeweka mkataba akatia saini kuiweka ndani ya mkataba mpaka tukapata uhuru? Na mkataba unaelekea haukwisha, ili watu walidai uhuru, wasema kwamba tunaweza kuongoza kwa kuelewa kwangu, lakini yeye anaweza kutupa sahihi. Kweli hilo jambo lilikuwa ndani ya mkataba au vipi? Haya, tunakushukuru sana mpenda haki kutoka Ngerengere, tunakutakia usiku mwema. Haya. Kitu yajibu maswali haya yao wasikilizaji, japo maswali mengi lakini muda naona kwenda kweli. Tumesaliwa na dakika 8 tu. Simu nyingi kweli. Hebu tujibu haya maswali machache tuliokuwa tumeulizwa. Swali la kwanza kuwa nataka kujua Abusasi kwa kishi wapi? Alikuwa anaishi wapi? Walikuwa na nyumba kama walikuwa na nyumba kama 6-7 Dar es Salaam. Ndio. Bwana Abdu, kwa fikra zangu nakumbuka kabisa kuwa amewahi kukaa Kipata kwa babake pale. Alafu alikuwa nyumba nyingine mtaa wa New Street pale pojengwa jengo la ushirika. Walikuwa na nyumba pale. Amekukaa mtaa wa Kick Street, wakati ukiitwa Kick Street, kisasa inaitwa Lindi, amekukaa pale. Alafu nyumba yake kubwa ambayo sasa ndio akishakuwa mtu mzima, kijana sasa, ndio anafanya harakati za uongozi wa tano, ilikuwa mtaa Stanley Nagre. Na ile nyumba ndio nyumba ya mwisho babake kujenga mwaka 1942. Ni nyumba nzuri kabisa ya kisasa. Ni nyumba mbili katika nyumba moja. Iko wapi hiyo? Iko mtaa Stanley na sasa hivi ni mtaa wa Sikukuu na Maxim Bwana. Pale ndio Mwalimu Nyerere alipokuja kukaa na Bwana Abdu alipoacha kazi ya walimu. Twende kwenye swali jingine. Swali jingine hilo lilikuwa linauliza Waislamu wanajifunza nini kutokana na historia, na anarejelea hasa historia hii ambayo umeandika. Waislamu wajifundisha ukarimu wa wazee wetu. Ukarimu wa wazee wetu. Binadamu walikuwa nao. Na utu. Jinsi waweza kuwaleta watu pamoja. Jinsi waweza kumsaidia Mwalimu Nyerere. Kote katika harakati za tano. Watu wao wanaogopa kusema, lakini Waislamu walikuwa mbele. Hata ukitazama zile picha utaona. Mwalimu anakuambia amesomewa visomo. Kusoma Qur'an. Hajasema hicho ni kimoja tu. Alisomewa kisomo kingine Lindi na Sheikh Yusuf Badi. Na yote kumpa Allah amlinde
na Mwenyezi Mungu aijalie nchi yetu ipate uhuru na sisi tuwe binadamu kama binadamu wengine. Haya ndio mafunzo ambayo tunaweza kujifunza katika haya. Msikilizaji wangu mwingine hapo ametaka kujua mkataba. Wanasema kulikuwa na mkataba Tanganyika. Ameuliza kulikuwa na mkataba, kweli kulikuwa na mkataba Tanganyika? Mimi silifahamu. Basi sasa kwa kuwa muda umekwenda sana, tupate sasa wito wako kwa Watanzania ambao wanatutegea sikio kwa sasa, na kwa ujumla tukijumuisha sasa katika yale ambayo tumekuja kuyajadili miaka 50, taifa likiwa linaishi bila ya kuwa na muasisi miongoni mwa waasisi wale 17 walioanzisha chama cha Tanganyika African National Union, ambacho baada ya kuunganika na Afro Shirazi Party kilikuja kuundwa Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini pia kwa kuishi miaka 19 bila Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yote kwa yote haya katika tukiyajumlisha katika kipindi chetu hiki cha leo, kipi ambacho nataka kuwaambia Watanzania? Mohamed Said. Mimi nasikitika kuwa hatujawaenzi waasisi wa taifa letu. Ndio. Kivipi hatujawaenzi? Mimi nimefika maktaba makao makuu ya CCM Dodoma wakati nafanya utafiti wa maisha ya Bwana Abdu. Hakuna kitu chochote pale cha kuwaenzi waasisi wa taifa hili. CCM ni mrithi wa 5. Ndio. Kuna interview moja alifanya Clash na gazeti la Raia Mwema. Matatizo katika uongozi na nini, mwisho mwandishi alimuuliza akamwambia, Clash, wewe hutotoka CCM wewe? Akamjibu akamwambia, mimi siwezi kutoka CCM kwa sababu chama hii ni mrithi wa 5 na 5 ni chama la sisi babangu. Vipi mimi nitaacha chama cha babangu? Sasa tuwaenzi hawa viongozi wetu, wazee wetu waliopigania uhuru wa nchi hii. Na huu ni mwito, niko hapa ikini chuo, umesema nini radio nini ya taaluma. Vijana wana historia hapa, lazima watakuwepo. Wafanye utafiti huko kote kwa walipokuwa. John Ellis alifanya kazi kubwa sana kuangalia vijana wanafunzi wake. Mutahaba aliandika maisha ya Almigeyo kutoka Bukoba. Diazi mwanafunzi wake kaandika maisha ya babu yake, leo tunamsoma. Haji Vianney kutoka Dodoma kaandika maisha ya Hassan Suleiman na Ali Juma Ponda. Hawa wote walikuwa viongozi wa kuamsha watu kudai uhuru wa nchi hii. Sasa hili ndio kitu tufanye. Wana historia wetu waandike historia hizo. Sasa hivi kuna mradi ambao anaongoza Profesa Shivji, na amekuja kwangu na timu yake, Profesa Saida na Dr. nani huyu anaitwa jina limenitoka, na wameniuliza, wanifanyia mahojiano, nimewapa nyaraka, na hizi nyaraka wakati mwingine wakifanya katika kigoli cha Mwalimu Nyerere huwa wanazionyesha, wanasema hizi nyaraka tumepata kwenye maktaba ya Mohamed Said. Naambia hapana, si maktaba yangu, hizi nyaraka sio zangu mimi, hizi nyaraka mimi nimezipata kwa kina Sykes, si zangu. Akasema kusema sasa kwa nyaraka zake. Kwa hiyo huo ndio mwito wangu, kwa hebu tufanye watafiti waandike historia za waliopigania uhuru wa Tanganyika. Naam, watafiti waandike historia za waliopigania uhuru wa Tanganyika, ndio wito ambao anautoa mgeni wangu hapa Mohamed Said. Bila shaka utakuwa umestafidi vya kutosha. Tunajua kwamba ulikuwa unahitaji kupata mengi, lakini muda nao umekuwa si rafiki. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi katika wakati wote huu. Kumbuka tulikuwa katika kipindi cha Nyuma Pazia, na Jumapili hii ya Oktoba 14 tulikuwa na Mohamed Said, mwanahistoria nguli hapa nchini na Afrika Mashariki kwa ujumla, akijaribu kuzungumzia juu ya maisha ya wanahistoria, juu ya maisha ya waasisi wa taifa letu, tukianzia na Abdulwahid Christ Sykes ambaye amefariki tarehe 12 mwezi Oktoba mwaka 1968, takriban miaka 50 hivi imepita. Alikadhalika Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alifariki tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 1999 pale Uingereza. Kwa niaba ya mgeni wangu Dr. Mohamed Said, mimi naitwa Rashidi Mtagaluka. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kama hiki. Asante sana na kwaheri.